Yesu asifiwe. Tarehe 17 ya mwezi huu wa 10 saa 12 hii asubuhi, kipindi Utupe Leo Riziki Yetu kila siku, mimi Mwalimu Baraka Mbwanaliba. Tunaangalia sifa 10 za mfumo wa Kisodoma, na usisahau ya kwamba tuna mifumo miwili huku duniani mikubwa ambayo tunaizungumza ya kiuchumi. Kwa sasa unaweza kuita ule wa Freemason ambao umezoea, lakini una majina mengi, na mfumo wa kimungu. Tumeupa jina mfumo wa Sodoma au mfumo wa Babeli au mfumo wa Yezebeli huku, na mfumo wa Melkizedeki ambaye ni kuhani wa Mungu aliye juu sana, sawa na Mwanzo sura ya 14. Na tunaangalia sifa za mfumo huu ili unapoziona ujiepushe nazo, ujitenge nazo, na uwe na mafanikio ya kiuchumi ambayo yanatokana na msingi ulio imara wa Mungu. Na tayari tumeona sifa 4 mpaka jana. Unaweza kupitia vipindi vyetu vilivyopita. Tumeona tayari sifa 4 zote kutoka Mwanzo sura ya 19 mstari ule wa 4 hadi mstari wa 11. Leo nataka nikupe sifa ya 5. Na moja ya sifa ya mfumo huu wa Kisodoma, wa Kibabeli au Yezebeli ni kuabudu njia za vipato badala ya chanzo cha vipato. Mfumo wa Kisodoma siku zote utakusukuma kuabudu njia au vyombo unavyotumia kupata mapato badala ya chanzo ambacho kimekuletea mafanikio ya kiuchumi. Na hiyo ni moja ya sifa kubwa sana. Itakusukuma kuanza kuabudu, kuanza kunyenyekea, kuanza kutii kwenye njia au chombo kinachokuletea mapato badala ya chanzo cha mapato. Huko nyuma tumewahi kujifunza vyombo 4 vya kukuletea mafanikio ya kiuchumi au utajiri. Vyombo 4 utakumbuka, ambao tuliongea ajira kama chombo cha kwanza, tukaongea habari ya biashara au ujasiriamali kama chombo. Tuliongea vyombo 4 kadhaa, tukaongea biashara ya real estate, ya vitu visivyohamishika, kama chombo cha kukuletea mafanikio ya kiuchumi, uwekezaji kwenye masoko ya hisa au biashara ya fedha, vyombo 4. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho mfumo wa Kibabeli, mfumo wa Kisodoma unafanya, utakusukuma sana uanze kuabudu kazi yako, uanze kuabudu biashara yako, aidha ya fedha, biashara yako au uwekezaji au ujasiriamali, biashara yako ya vitu visivyohamishika. Utakufanya uanze kuabudu hicho kinachokupatia au kinachoonekana kukupatia mafanikio ya kiuchumi badala chanzo cha mafanikio. Sasa chanzo cha mafanikio kwetu sisi ambao tunaamini, kama ambavyo nimekuwa nikifundisha, ni Mungu. Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 18 anasema, "Tumkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupai nguvu za kupata utajiri, ili apate kulifanya agano lake imara." Kwa hiyo chanzo cha mafanikio yetu ni Mungu. Mithali 10 anasema, "Baraka za Bwana utajirisha." Unaona, hii sura ya 19, sura ile ya 14 mstari wa 19 kitabu cha Mwanzo, Melkizedeki akambarikia Abraham, na baraka za Bwana zimebeba utajiri. Chanzo ni Mungu. Kwa hiyo badala ya kumwabudu Mungu aliyekupa utajiri, mfumo huu utakusukuma kuabudu chombo kinachokupa utajiri. Habakuki sura ile ya kwanza Habakuki sura ya kwanza ndivyo anavyotuambia. Kwa hiyo kisha anza kuona unaanza kunyenyekea au kuabudu kazi yako kuliko Mungu aliyekupa kazi, ujue tayari uko kwenye mtego. Kisha anza kupata heshima kubwa bosi wako kuliko Mungu, ujue uko kwenye mtego. Kisha anza kuona unaabudu na nyenyekea huduma yako kuliko Mungu aliyekupa huduma, ujue tayari kuna shida. Habakuki sura ile ya kwanza mstari wa 15-16 Biblia inasema namna hii: "Yeye huwatoa wote kwa ndoana yake. Yeye huwatoa wote kwa ndoana yake, huwakamata katika wavu wake na kuwakusanya katika juya lake. Ndiyo sababu afurahi na kupendezwa." Kwa hiyo Bwana anafurahi na kupendezwa kwa sababu anawatoa samaki, tuseme, kwa ndoano, anawakamata kwa juya, anatoa na kupendezwa. Maana yake anafurahi, amepata mafanikio ya kiuchumi. Angalia mstari wa 16 anasema, kwa sababu hiyo ndoana juya linampa samaki, anafurahi. Kwa sababu hiyo Biblia inasema huutolea wavu wake sadaka. Angalia, anatoa sadaka kwa wavu
na kulifukizia uvumba juu ya lake. Kumbuka ndoana inampa samaki juu, inampa samaki wavu, inampa samaki tuseme kama ni mvuvi. Sasa anatolea sadaka wavu na kufukiza uvumba juu ya lake, kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele. Umeona? Je, atawatoa walio katika wavu wake, asiache kuwaua watu wa mataifa daima. Kwa hiyo unaona kwa nini anatolea sadaka wavu? Kwa nini anafukizia uvumba juu ya? Kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele. Ukishaona unaacha kwenda kanisani kwa sababu una ajira ya kufanya. Ukishaona unaacha kwenda fellowship kama ulikuwa unaenda kwa sababu una ajira, sio kwa maana mbaya, lakini kwa sababu tu unaona ya kwamba huwezi kuacha kazi yako ni muhimu kuliko kwenda kanisani kumwabudu Mungu, ujue umeanza kutolea sadaka wavu wako, umeanza kufukizia uvumba juu ya lako, umeanza kuviabudu badala ya kumwabudu Mungu aliye chanzo cha hivyo vitu, na ujue umeanza kupiga magoti na kunyenyekea kwenye mfumo wa kibabeli, kwenye mfumo wa Kisodoma. Si muda mrefu utatekwa na vitu vingine, roho yako itatekwa na vitu vingine. Moja ya tabia ya mfumo kukufanya uabudu njia zilizokupa mafanikio kuliko chanzo cha mafanikio. Ndoana nyavu juu ya kwa huyu mtu Habakuki 1:15-16 ni nyenzo zilizompa mafanikio, lakini asijue kwamba chanzo chake ni Mungu na anatakiwa kumwabudu Mungu. Kesho tutaendelea na sifa zingine. Usikose kipindi cha kesho asubuhi, na Mungu akubariki sana.